Qala al-Qummi, anasema al-Qummi anasema wa huwa min a'immati Shia, naye ni katika maimamu wa Kishia. Kwa hiyo tunachokinukuu hapa tunanukuu kutoka katika vitabu vya Mashia. Wao wenyewe wanasemaje? Anasema wa amma al-bada'u, amma hii al-bada' fa haqiqatuhu fi al-lugha, uhakika wake katika lugha adh-dhuhuru, ni kudhihiri. Kama yuqalu, kama vile ambavyo husemwa bada lana surul madina, imetudhihirikia sisi kuta zile za Madina. Asur ni zile kuta. Kwa hiyo bada kwa maana ya kudhihiri, bada lana surul madina, imedhihiri kwetu sisi zile kuta za mji wa Madina. Madina kwa maana ya mji. Waqad yusta'malu fil ilmi, na hutumiwa, sababu qad katika fi'l mudhari pia inafidisha tahqiq. Kwa hiyo waqad yusta'malu fil ilmi, na huenda ikatumiwa katika ilmu, bishai'in, kwa kitu, baada an lam yakun hasilan, baada ya kutokuwepo. Waqad yusta'mal, na kwa hakika hutumiwa fil ilmi, katika ilmu. Ili neno albada hutumiwa katika ilmu, bishai'in, kwa kitu, baada an lam yakun hasilan, baada ya kutopatikana, ambayo ndiyo maana tuliyoieleza hapo. Hadha, na hili, fil waqti alladhi, ni katika wakati ambao, ya'taqiduna fihi, wanaitikadi ndani yake, anna al-imama, ya kwamba ya imam, maimamu zao, la yakhfa alayhi shay'un, haifichiki kwa wao kitu chochote. Allah tabaraka taala wanamsingizia kwamba Allah hajui mambo mpaka yatakapotokea, lakini kwa maimamu wao wanasema wanajua kitu chochote. Kwa maimamu wao wanadai kwamba hakifichikani kitu chochote kwa maimamu wao. Kwa hiyo hii ni sifa ya Allah tabaraka taala, wameitoa sifa ya Allah wakawapa maimamu zao. Qala al-Qulaini, anasema al-Imamu al-Qulaini katika maimamu wa Kishia, qala Abu Abdullah Ja'far as-Sadiq. Huyu tumzingatie sana, kuna sehemu nyingi huku qala Abu Abdullah. Kwa hiyo ukisema Abu Abdullah basi ni yule Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, ni kitukuu cha Husayn, ni kitukuu cha Husayn. Katika imamu wangapi? Wa sita. Imamu wa sita atatajwa sana. Kwa ukisikia qala Abu Abdullah tunamkusudia ni Ja'far, sawa, ambaye anaitwa Ja'far as-Sadiq. Kwa hiyo anasema al-Imam, na tukumbuke kwamba si kila wanachokisema Mashia ni cha kweli. Kwa hiyo wanaweza kawa wanasema qala Imamu Ja'far, lakini ni uongo wao, si kwamba kweli amesema. Na ndio mwanzo wa risala kabisa huku tukasoma kwamba Mashia wana uongo mwingi. Kwa hiyo si kila wanachokisema ni cha kweli, lakini tunawachukulia hivyo hivyo wanachokisema, kwa kuwa ni vipo katika vitabu vyao, tunasema hivyo hivyo. Kwa hiyo wao Mashia wanasema qala Abu Abdullah Ja'far as-Sadiq, anasema inni la a'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardh, hakika mimi najua yaliyopo mbinguni na ardhi. Wa a'lamu ma fi al-janna, na mimi najua yaliyopo kwenye janna, pepo. Wa a'lamu ma fi an-nar, na najua yaliyomo motoni. Wa a'lamu ma kana wa ma yakunu, na ninajua mimi yaliyokuwa na yatakayokuwa. Manake huwa anajua elimu ya ghaib, si ndio hivyo? Aiywa. Kwa hiyo wanadai kwamba maimamu wao wanajua elimu ya ghaib, wakati huo wanamsingizia kwamba Allah tabaraka taala hajui mambo mpaka yatakapokuwa. Angalia vichwa vya Mashia vilivyo. Waqala Abul Hasan, na akasema Abul Hasan
kwenye namba chini pale kuna kitabu kwa mfano ibara tuliyosoma namba 2 usulul kafi, utakwenda kwenye kitabu hiko cha usulul kafi lilkulaini kama unataka kuzama zaidi ndani. Kwa hiyo anachokisema hapa anakuwekea na masdari yake, nenda katafute huko kwenye vitabu vyao, kuonyesha kwamba sisi hatuwafanyie khiana wao, hatuwafanyie khiana. Waqala Abul Hasan, na akasema Abul Hasan, innal imama la yakhfa alayhi kalamu ahadin minan nas, hakika ya imamu, ukishakuwa wewe ni imamu wa kishia, la yakhfa alayhi, haifichikani kwake yeye, kalamu ahadin minan nas, maneno ya mtu yoyote katika watu haifichikani. Kwa hiyo wewe ukisema hata kama uko huko, basi imamu kile kashajua. Wala tairin, na wala hafichikani maneno ya ndege, wanajua lugha za ndege maimamu wao. Wala bahimatin, na wala hazifichikani maneno ya wanyama, kwa maana wanajua lugha za wanyama. Mnyama akiongea wanajua kwamba hapa ameongea kitu gani. Wala shay'in fihi ruh, na wala hakifichikani kwa wao maimamu shay'in, kitu chochote, fihi ruhu, chenye roho, kama ni nyoka, kitu chochote ambacho kina roho, basi wao maimamu wanajua lugha za wale wanyama. Faman lam yakun hadhihi alkhisalu fihi, na yule ambaye hazitokuwa haya mambo, hatakuwa na haya mambo. Faman lam yakun hadhihi alkhisalu fihi, na yule ambaye mambo haya hatakuwa nayo, falaisa huwa biimamin, huyo sio imamu. Sawa, huyo sio imamu. Kwa hiyo ili uwe imamu ni lazima ujue mambo ya ghaibu yalofichikana. Walirawafidhi, na wana marafidha Shia, mu'taqadatuhum, itikadi zao, allati, ambazo, khalafu fiha almuslimin, wamekwenda kinyume na hizo itikadi Waislamu. Khalafu, hao mashia wamekwenda kinyume na Waislamu, fiha, katika hizo itikadi. Wafaraku fiha sabilul mu'minin, na wakafarikiana hao mashia na hizo itikadi zao, wakafarikiana na njia ya waumini. Wa minha, na miongoni mwa hizo itikadi akaanza kuzitaja itikadi za kishia ambazo zipo tofauti kabisa na Waislamu na itikadi ya Waislamu. Awalan, itikadi ya kwanza, ashirku billah, wana itikadi ya kumshirikisha Allah tabaraka taala. Dhakara Muhammad ibn Yaqub al-Kulaini fi usulul kafi, ametaja imamu wao Muhammad bin Yaqub al-Kulaini katika kitabu chake usulul kafi, wa huwa a'dhamu marji'in lishia, nacho ndiyo marejeo makubwa kwa mashia. Fi babi, ametaja katika mlango, anna al-ardha kullaha, ya kwamba ardhi yote hiyo, liliimami, ni ya imamu, sio milki ya Allah, ardhi ni ya maimamu. Katika mlango huo akataja maneno haya, akasema an abi Abdullah, kutoka kwa Abu Abdullah. Tumesema ni nani? Jaafar bin Muhammad, sio hivyo? Ibn al-Husayn ibn Ali au ibn Ali ibn al-Husayn. Tayib, kwa hiyo an abi Abdullah alayhi salam, kutoka kwa Abu Abdullah, qala, amesema, inna ad-dunya wal akhirata lilimami, hakika dunia yote hii na akhira ni vya imamu. Yule atakayekuwa imamu kwa mashia, basi yeye ndiyo mmiliki wa dunia na akhira, na sio Allah tabaraka wa taala tena. Yadhauha haithu yasha, wanaweka hiyo dunia na hiyo akhira popote wanapotaka wao. Wayadfa'uha, na wanampa hiyo dunia na akhira, ila man yasha, kwa yule anayemtaka, sio Allah tena ambaye ni Ar-Razzaq. Ni wao maimamu ndio wanaogawa dunia na akhira kwa mtu anaotaka, kwa maana akhira, pepo tena hiyo na moto, wanampa wanayemtaka, kwamba wewe ni mtu wa motoni, wewe ni mtu wa peponi. Yule wanayemtaka wanampa dunia na akhira. Jaizun lahu min Allah, hiyo ni jaiz, ni zawadi hiyo kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Jaizun lahu, ni zawadi kwa huyo imamu, min Allahi, kutoka kwa Allah tabaraka wa taala.
Hii ni itikadi ya kishirikina hii, tena shirki katika rububia, jambo la ajabu kabisa. Waqala al-Qulaini, na akasema imamu wao al-Qulaini, qala al-Imam Muhammadun al-Baqir, amesema Muhammadun al-Baqir, nahnu wajhullah, sisi ndiyo uso wa Allah, wa nahnu ainullah, na sisi ndiyo macho ya Allah fi khalqihi, kwa viumbe wake, wa yaduhu almabsutatu, na sisi ndiyo mkono wake wenye kukunjuliwa, birrahmati, kwa rehma, ala ibadihi, kwa waja wake, kuonyesha kwamba wao ndio wenye kugawa riski kwa waja. Hilo pia utalipata katika usulul kafi. Wa dhakara al-Qulaini, na pia akasema al-Qulaini, an Abi Abdillah, kutoka kwa Abu Abdillah alayhi salam, ambaye ni Ja'farin as-Sadiq kama tulivyosema. Qala, anasema kana amirul mu'minina, alikuwa amirul mu'minin salawatullahi alayhi, swala za Allah ziwe juu yake, kathiran ma yaqulu, alikuwa akisema kwa wingi, mengi alikuwa akisema, kathiran ma yaqulu, mengi alikuwa akiyasema, ana qasimullah, mimi ndiyo mgawaji wa Allah, baina aljannati wan nar, baina ya pepo na moto, mimi ndiyo ninayegawa, mimi ndiyo mgawaji wa Allah, ndiyo ninagawa katika pepo ya Allah na moto wake, kwamba wewe ingia peponi, wewe ingia motoni. Haya ndiyo ambayo alikuwa mara nyingi akiyanukuu akisema, kathiran ma yaqul, wakati mwingi alikuwa akisema maneno haya. Laqad utitu khisalan, nimepewa mimi mambo, ma sabaqani ilaiha ahadun qabli, hajanitangulia mimi katika hayo mambo yoyote kabla yangu. Alimtu almanaya, mimi ninajua umauti, lini mtu atakufa. Walbalaya, ninajua matatizo, kwamba wewe fulani kesho utagongwa na gari, matatizo ninayajua mimi. Wal ansaba, na pia ninajua nasabu za watu, nikikuangalia tu wewe najua nasabu yako ni ya wapi. Wa fasla alkhitabi, na namna ya kuhukumu. Wa fasla alkhitabi, na namna ya kuhukumu watu, mimi ndio ninajua. Falam yafutni ma sabaqani, hayajanipita mimi yale yaliyotangulia, kwa maana yale ambayo yametangulia kuanzia azaliwe yote anayajua. Walam yafutni ma sabaqani, na hayajanipita mimi yaliyonitangulia. Walam ya'zub anni ma ghaba anni, na hayakufichikana kwangu mimi, ma yale ambayo ghaba anni, yamefichikana kwangu mimi. Walam ya'zub anni, na hayakufichikana, hayakukosekana kwangu mimi. Walam ya'zub anni, na hayakukosekana kwangu mimi, ma yale ambayo ghaba anni, yamefichikana kwangu mimi, yani ambao nilikuwa siyajui, ya ambao ya nyuma ni ambayo nilikuwa siyajui, hayo hayakufichikana kwangu mimi, kwa maana yote nayajua. Hii yote ni katika kuthibitisha kwamba yeye alikuwa akijua ilmu al-ghaib. Wa dhakara al-Qulaini fi babi, na akataja pia al-Qulaini katika mlango katika kitabu chake Usulul Kafi, fi babi, katika mlango, anna al-a'immata ya'lamuna ilma ma kana wa ma yakunu, na kwamba maimamu wa Kishia wanajua elimu ma kana, yale yaliyokuwa, wa ma yakunu, na yale yatakokuwa mbeleni. Wa annahu la yakhfa alaihim shay'un, na hakika mambo yalivyo, la yakhfa alaihim, haifichikani kwa wao maimamu, shay'un, kitu chochote, kitu chochote hakifichikani kwa wao. Katika mlango huo akataja hadithi hii, ana Abi Abdillah, kutoka kwa Abu Abdillah, annahu qal, kwamba yeye amesema, inni la a'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardi, hakika mimi najua yale yaliyoko mbinguni na yaliyopo ardhini. Wa a'lamu ma fi al-janna, na najua yaliyopo huko peponi. Wa ma fi an-nar, na najua yaliyopo motoni.
wa a'lamu ma kana wa ma yakunu, na mimi ninajua yaliyokuwa na yatakayokuwa. Kwa hiyo anadai kwamba maimamu wa kishia wanajua elimu ya nini? Elimu ya ghaib. Wa kutubu shi'ati, na vitabu vya kishia, wa muallafatuhum, na muallafi zao, vitabu wanavyovitunga, mali'atun bihadhi tammati, vimejaa kwa haya matatizo walioyataja. At-tamati, hii mizigo, matatizo ambayo tumeyataja huku nyuma katika kudai elimu ya ghaib. Matatizo yote yamejaa katika vitabu vya kishia. Wa kutubu shi'ati, na vitabu vya kishia, wa muallafatuhum, na vitabu vyao, mali'atun, ni venye kujaa, bihadhihi tammati shirkiya, kwa hii mizigo, haya matatizo ya kishirki. Wama marra illa ghaidhun min faidhin, na yaliyo hayakupita, wama marra, na hayakupita isipokuwa ni kidogo katika mengi. Wama marra, na hayakupita, yani kwa maana hayo tuliyoyataja tumetaja kidogo katika mengi yanopatikana katika vitabu vyao. Wama marra, na hayakupita, illa isipokuwa ghaidhun, ni kidogo, min faidhin, katika kingi. Kwa hiyo hiyo ni itikadi ya kwanza ya kishia ya kishirki. Thaniyan, itikadi ya pili, qauluhum bilbada'i ala Allah, ni kauli yao juu ya albada kwa Allah tabaraka wa taala, kama tulivyoeleza maana ya albada, kwamba albada maana yake ni Allah tabaraka wa taala hajui jambo isipokuwa baada ya kutokea. Sasa hiyo ndio itikadi ya kishia, wana itikadi hivyo kwa Allah tabaraka wa taala. Wa maana albada, na maana ya albada, kama marra, kama ilivyopita, anna Allah taala, hakika ya Allah tabaraka wa taala, yunshi'u hukman, anaanzisha hukmu jadidan, mpya, lam yakun ma'luman lahu, ambayo haikujulikana kwake yeye Allah tabaraka wa taala min qablu, kabla ya hapo. Wa huwa mustalzimun, na hilo ni lenye kulazimu, lisabqil jahli, ya kutanguliwa na ujinga. Ukisema kwamba Allah alikuwa hajui hili baada ya hili tukio kutokea, manake Allah alikuwa mjinga na hilo tukio. Mathalan, nikiweka kitabu hapa, Allah hajajua huko nyuma kwamba mimi nitaweka kitabu. Allah amejua baada ya mimi kuweka kitabu, ndio Allah akajua. Manake Allah alikuwa mjinga huko zamani, kabla ya hapo alikuwa hajui kama mimi nitaweka kitabu. Kwa hiyo alikuwa na ujinga. Kwa hiyo wakanasibisha ujinga kwa Allah tabaraka wa taala. Hii ni kufru. Wa huwa mustalzimun lisabqil jahli, na hili lenye kulazimisha, lenye kulazimu kutanguliwa na ujinga, wa huduthi alilmi, na kuzuka kwa elimu, kwamba Allah ndio amejua sasa hivi. Tutathibitisha kwamba mashia wanadai hili katika vitabu vyao. Waqad aqada al-Kulaini fi kitabihi usulul kafi, ameweka mlango al-Kulaini katika kitabu chake usulul kafi, baban, ameweka mlango kamilan, ulio kamili, fil badai, kuhusiana na bada, samahu, ameuita huo mlango babul badai, mlango unazungumzia albada. Dhakara fihi, ametaja ndani yake, an Hisham bin Salim an Abi Abdullah, kutoka kwa Hisham ibn Salim an Abi Abdullah, kutoka kwa Abu Abdullah alayhi salatu wassalam, Ja'faru as-Sadiq, Ja'farun as-Sadiq. Anasema ma udhima Allahu, hakuadhimishwa Allah, bimithli libadai, mfano wa bada. Allah hakupatapo kuadhimishwa kama vile kusifiwa na sifa hii ya albada. Ndio wanasema hivyo. Wa ani ar-Rayyan ibn as-Salti, kutoka kwa Rayyan ibn as-Salti qala, anasema sami'tu ar-Ridha, nimemsikia ar-Ridha yaqulu, akisema. Ar-Ridha nani? Tufungue maqata. Ar-Ridha nani? Ar-Ridha Ali bin Musa. طيب,
Tayib, anasema sami'tu ar-Ridha, nimemsikia ar-Ridha Ali ibn Musa ar-Ridha yaqulu, akisema ma ba'atha Allahu nabiyyan, hakutimiliza hakupeleka Allah mtume yoyote, illa bitaharimil khamri, isipokuwa kwa ajili ya kuharamisha pombe, wa an yuqirra lillahi, na huyo mtume akiri, athibitishe kwa Allah albada, athibitishe albada. Kwa hiyo mitume wameletwa kwa ajili ya kuthibitisha hii albada, ya kwamba Allah hajui hukumu mpaka hajui mambo mpaka itakapotokea. Wa naqala al-Kulaini, kadhalika akanukuu al-Kulaini an Abi Hamza al-Thumali, kutoka kwa Abu Hamza al-Thumali, qala, anasema sami'tu Aba Ja'far, nimemsikia Abu Ja'far alayhi salam, yaqulu, akisema, sikiliza kwa makini, ya Thabitu, ewe Thabit, inna Allaha, hakika ya Allah tabaraka wa taala, waqata hadha al-amra fi as-70, ameweka wakati, ameliwekea wakati hili jambo kwa miaka 70. Inna Allah, hakika ya Allah, waqata, ameweka wakati, ameliwekea wakati, hadha al-amra, hili jambo, fi as-70, katika miaka 70. Jambo gani? Wanasema kudhihiri kwa Mahdi, wengine wanasema qiyamu daula, kusimama kwa dola. Akwali hizo wanasema, wengine wanasema alfarhu, sawa, furaha. Kwa hiyo tukienda kwa kauli hizo wanazozisema, kwa mfano dhuhurul mahdi au qiyamu ad-daula, kusimama kwa daula au kudhihiri kwa Mahdi. Kwa hiyo tutatafsiri hivi kwamba Allah tabaraka taala waqata hadha al-amra, kwamba Allah ameliwekea muda, ameliwekea wakati hili jambo la kudhihiri Mahdi au ili jambo la kusimama kwa daula miaka 70, kwamba ikifika miaka 70 Mahdi atakuja, ikifika miaka 70 mtasimamisha daula nyinyi Mashia. Falamma an qutila al-Husayn, lakini pindi alipouliwa Husayn salawatullahi alayhi, ishtadda ghadabullah, zikazidi ghadhabu za Allah, ala ahli al-ardhi, kwa watu wa ardhini wote Allah akawa na hasira nao. Fa akharahu, Allah akalichelewesha hili jambo la kudhihiri kwa Mahdi au la kupatikana kwa daula ya Kishia. Fa akharahu, Allah akalichelewesha, ila 40 wa 100, mpaka kwenye miaka ya 140, mpaka kwenye miaka ya 140. Kisha akasema fahaddathnakum, sisi tukakusimulieni nyie. Yani hawa maimamu wa Kishia kwa kuwa wanajua ghaib, nyinyi mlikuwa hamlijui hili, kwa hiyo wao wakawasimulieni nyie Mashia golo wa kawaida, wakawaambieni kwamba bwana Allah alikuwa amepanga jambo lake miaka 70, lakini pindi lilipotokea tukio la kuuawa kwa Hussein, Allah akachelewesha lile jambo mpaka kwenye miaka ya 140. Kwa hiyo anasema fahaddathnakum, tukakusimulieni, lakini nyinyi mlichokosea, faadha'tum alhaditha, mkatangaza yale maongezi, mkatangaza kwa watu. Sisi tumewasimulieni nyie mkatangaza kwa watu. Faadha'tumul haditha, mkatangaza hii hadithi. Fakashaftum, na mkaweka wazi, qinaa satri, kitambaa cha sitira, manake hii siri mkaiweka wazi. Sisi tumewaambieni hii siri, alafu nyie mkaiweka wazi. Angalia matokeo sasa ya nyinyi kutoa siri za Mashia. Walam yaj'alillahu lahu ba'da dhalika waqtan indana, na hakujalia Allah, walam yaj'alillah, na hakujalia tena Allah tabaraka taala, baada dhalika, baada ya hilo, waqtan indana, wakati kwetu sisi. Allah hakujalia tena wakati wa kudhihiri, yani Allah hakusema kwamba tena Mahdi atadhihiri lini
au daula itapatikana lini, kwa sababu tumewaambia alafu nyie mkatangaza. Kisha wakatolea dalili, yamhu Allahu, anafuta Allah, ma yashau, anayoyataka, wa yuthbitu, na anathibitisha anayoyataka, wa indahu, na kwake yeye Allah tabaraka taala, ummul kitabe, kuna mama wa kitabu ambaye ni Lawhul Mahfuz. Qala Abu Hamza, akasema Abu Hamza, fahaddathtu bidhalika Aba Abdillah, nikahadithia hilo kumhadithia Abu Abdillah. Faqala, akasema qad kana dhalika, lilikuwa hilo. Kisha Sheikh akamalizia kwa kusema aqidatu shi'ati fil bada'i, aqida ya mashia kuhusiana na albada, yalzamu minha, inalazimu kutokana na hiyo aqida, wasfu Allah ta'ala, kumsifia Allah tabaraka ta'ala, biljahli, kwamba Allah alikuwa ni mjinga, wa annahu ta'ala, na kwamba yeye Allah tabaraka ta'ala, yunshi'ul amra, anaanzisha jambo, thumma yabdu lahu, kisha inadhihirika kwake yeye, ghairuhu, lisilokuwa hilo linadhihirika kwake yeye jambo lingine, fayasiru ilaihi, kisha anaelekea katika jambo hilo lile ambalo Allah ameanzisha jambo alafu likaja lingine. Sasa lile lingine ambalo Allah hakulianzisha, Allah ndo anayekwenda nalo, manake amedhihirikiwa na jambo lingine. Wa hadha kulluhu kufrun sarihun billah, na haya yote wa kulluhu, na haya yote, kufrun, ni ukafiri, sarihun, uliowazi, billahi azza wa jalla, kwa Allah tabaraka wa taala, yote haya ni ukafiri. Thalithan, itikadi ya tatu ya kishia ambayo ipo tofauti na itikadi ya Waislamu, aqidatu shi'ati fil imama, ni aqida ya mashia kuhusiana na uimamu. Al-imamatu inda shi'ati ruknu dini, uimamu mbele ya mashia ni nguzo ya dini. Kama tulivyoona huko, mashia wanajalia, wanaifanya kwamba kadhia ya uimamu ndiyo kadhia muhimu katika dini. Wala budda fiha min at-ta'yin, na ni lazima fiha, katika huo uimamu, min at-ta'yin, kuainishwa kwamba imamu ni fulani. Hakuna dini ikiwa hakuna uimamu, wanadai hivyo. Wala budda fiha, na hakuna budi, kwa maana ni lazima, fiha, katika huo uimamu, min at-ta'yin, katika kuainishwa, bil ismi, kwa jina, au bil wasfi, au kwa sifa, kwamba ni lazima imamu ainishwe kwa jina lake au kwa sifa zake. Wal ahaqqu bil imamati indahum ba'da an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na mwenye haki zaidi kwa uimamu, indahum, mbele za mashia, baada an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam, huwa Ali ibn Abi Talib wa waladuhu min ba'dihi. Mashia ndio wanasema hivyo kwamba mwenye haki ya uimamu baada ya mtume ni Ali, kisha wanafuata watoto zake Ali bin Abi Talib. Qala Ibn Hazm, amesema al-Imam Ibn Hazm al-Andalusi al-Dhahiri, wa man wafaqa ash-shi'ata, na yule mwenye kuwafikiana na mashia, fi anna aliyan radiyallahu ta'ala anhu, ya kwamba Ali, radhi za Allah ziwe juu yake, afdalu nnasi ba'da rasulillah, kwamba huyo ndiyo mbora wa watu baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam, wa ahaqquhum bil imamati, na yeye Ali ndiyo mwenye kustahiki zaidi kuliko wao kwa uimamu, wa waladuhu min ba'dihi, na watoto wake ndiyo wenye kustahiki kwa uimamu baada yake, fahuwa shi'iyun, mtu huyo ni mshia. Kama mnakumbuka, tulizungumzia kwamba katika kadhia ya uimamu, yoyote atakayeona kwamba ule utaratibu wa uimamu, khalifa wa kwanza ni Abu Bakar
kisha anakuja Umar, kisha anakuja Uthman, kisha anakuja Ali. Yoyote ambaye atakayeona kwamba huu utaratibu huu sio wasawa, bali usawasawa ni baada ya mtume aje Ali, baada ya mtume aje Ali, mtu huyu anakuwa ni katika watu wa bid'a. Lakini pia ahlus sunnah wal jamaa wanasema juu ya afdhalia, juu ya ubora, kwamba yoyote yule ambaye atakayeona kwamba Ali ni bora kuliko Uthman, akamtanguliza Ali mbadala wa Uthman, mtu huyu hatoingia katika bid'a, haitwi kwamba mtu huyo ni mzushi. Hayo tuliyasoma katika vitabu vya aqida. Kwa hiyo wao mashia wanafanya kwamba hii kadhia ya uimamu ndiyo kadhia muhimu, wanapenda na wanawachukia watu kwa sababu ya nini? Ya uimamu. Yoyote ambaye atakayethibitisha kwamba Abu Bakari alidhulumu, Abu Bakari yeye na Umar walinyang'anya ukhalifa, anayestahiki ukhalifa ni Ali, yoyote mwenye itikadi hii, basi huyu anaitwa Shia. Huyu anaitwa Shia. Nadhani tuishie hapa. Kesho inshallah, kesho Alhamisi tutaendelea kesho inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.